Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kipekee sana ninamshukuru Mungu kwa siku nzuri, siku njema. Ni siku ya baraka ambayo Bwana amefanya. Ni siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo amefanya ya sisi tena kuendelea kurudi magotini pake, kuendelea kumuomba, kwa sababu hatuachi kumuomba na kumshukuru. Tunapoona ametenda, tunapoona amefanya, tunapoona hata kama hajatenda, hata kama hajafanya, lakini tuna kila sababu ya kumshukuru, tuna kila sababu ya kumwambia asante. Tuna kila sababu ya kumwambia Mungu tunakushukuru kwa sababu umetupa tena neema ya kuona siku ya leo. Kuona siku hii ni fursa, kuona siku ya leo ni muujiza, kuona siku ya leo ni neema, kuona siku ya leo ni baraka, kuona siku ya leo ni ukuu, ni ushuhuda. Kwa hiyo nasi ndio maana tunasema hakika siku ya leo imekuwa njema sana, imekuwa nzuri sana katika jina la Yesu. Baba ninakushukuru, Baba ninakutukuza, Baba ninakuinua. Asante kwa asubuhi njema, asante kwa asubuhi nzuri, asante kwa kutuamsha, asante kwa kutupa nguvu ya kuamka, asante kwa kumsaidia yule kijana wa kiume na wa kike, asante kwa kumsaidia yule mama na yule baba wameamka salama, asante kwa ajili ya yule mtoto ameamka salama, asante kwa ajili hata falme kwa ajili ya wazee wameamka salama. Ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima na azama ni zako Bwana, ni zako Bwana Yesu. Umekuwa mwema, umekuwa msaada, umekuwa baraka, umefanyika baraka katika mengi, umefanyika msaada katika mengi. Nami Bwana ninakushukuru, nami ninakutukuza, nami ninakuinua kwa sababu ya upendo wako, kwa sababu ya nguvu zako, kwa sababu ya mamlaka yako. Umetusaidia Bwana, umetuwezesha Bwana, umetutetea Bwana wetu Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Tumelala lakini hatukujua kwamba tutaamkaje. Tumelala lakini hatukujua kwamba maisha yetu yatakuaje baada ya kuamka. Hatukujua kabisa ya kwamba tutaamkaje Bwana Yesu, lakini wewe umejua. Katika jina la Yesu pokea sifa na utukufu, heshima na zamani zako Bwana. Chilia damu yako ya samani nene mema mahali hapa. Chilia damu yako ya samani nene mema mahali hapa katika jina la Yesu. Tuwa Mungu, siku ya leo tunaenda mbele za Mungu kumwomba Mungu atupe Roho Mtakatifu awe kiongozi wetu. Kumwomba Mungu, kuomba Roho Mtakatifu awe kiongozi wangu, kuomba Roho Mtakatifu awe kiongozi wangu, kuomba Roho Mtakatifu awe kiongozi wangu. Katika maisha ya Mkristo si maisha kabisa ya kutegemea akili, kutegemea mawazo yake, kutegemea fikra zake au nguvu zake au uwezo alionayo. Hapana. As long as ya kwamba Mungu ametupa neema ya kuendelea kuishi, ametupa neema ya kuendelea kuwepo, yaani ametupa neema ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndio maana sisi kama Wakristo tunategemea maongozo ya Roho Mtakatifu, tunategemea maelekezo ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo siku ya leo tunapoenda mbele za Mungu, tunaenda kumwomba Mungu atuombe kuongozwa na Roho Mtakatifu. Yamkini kuna vitu vingi ambavyo vinahitajika. Yamkini kuna vitu ambavyo vinahitajika, lakini hatuvipati kwa sababu hatuongozwi na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu alitupa Roho Mtakatifu ili awe msaidizi, awe mfariji wetu, awe mwalimu wetu, awe kiongozi wetu katika kila hatua ya maisha ya kwetu, ya maisha ya kwako. Kwa hiyo nataka nikutafakarishe kwa muda mfupi kwamba je, wewe unaongozwa na Roho Mtakatifu? Na mara nyingi wewe unamwambia nini Roho Mtakatifu? Wewe unamwambia nini? Wewe unamjulisha nini Roho Mtakatifu? Yaani Mungu katupa neema ya kuwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo katika maisha ya kwako leo kuna faida nyingi za kumwomba Mungu Roho Mtakatifu akiwa kiongozi wetu. Anapokuwa kiongozi wetu anatusaidia mambo mengi, anatuwezesha mambo mengi, anatutetea katika mambo mengi.
Ukisoma kitabu cha Yohana 16 mstari wa 13, Yohana 16 mstari wa 13 anasema, lakini yeye atakapokuja, huyo roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Atatuongoza atutie kwenye kweli yote. Maana kwamba pasipo yeye kuja hatutakuwa katika hiyo kweli yote. Maana kwamba anajua kabisa ya kwamba kuna vitu vidanganyavyo, lakini yeye akija atatupeleka katika usahihi, atatuongoza katika usahihi, atatuelekeza katika njia iliyo sahihi. Anasema kwamba huyo Roho Mtakatifu yeye hutusaidia kusema kweli. Yeye hutusaidia katika hiyo kweli yote. Kwa kila mtu, kila muaminie Kristo Yesu, kupitia Roho Mtakatifu, kupitia maongozo ya Roho Mtakatifu, yeye huepuka na madanganyifu, huepuka na kila aina roho za uongo, huepukana na njia ambazo sio sahihi, huepukana na kile na mwelekeo ambao haumpendezi Mungu. Kwa hiyo unapoenda kuomba, mwambie Bwana, ninaomba Roho Mtakatifu, yule Roho wa kweli awe ndani yangu. Yamkini mara nyingi sana umekuwa ni mtu wa uongo, umekuwa ni mtu wa kudanganya, umekuwa ni mtu wa kufanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Lakini leo tunaposogea mbele za Mungu, mwambie Bwana Yesu, ninahitaji Roho wa kweli ili aweze kuniongoza, ili aweze kunisaidia. Unamhitaji Roho wa kweli ili aweze kukusimamia katika mambo mbalimbali, ili aweze kukusaidia kuepukana na roho zote zile za uongo. Unahitaji Roho Mtakatifu aweze kukuongoza. Unaposoma kitabu cha Isaya 30:21, anasema, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako ikisema, njia yako ndio hii, ifuateni. Isaya 30:21. Kwa hiyo tunatamani tunapoenda kuomba, tumuombe Roho Mtakatifu atupe roho ya hekima, atupe roho ya hekima. Ukiwa na hiyo roho ya hekima itakusaidia, kama anavyozungumza kwenye kitabu cha Isaya 60:21, anaposema kwamba na masikio yako yatasikia neno nyuma yako ikisema, njia ndio hii, ifuateni. Kwa hiyo ukiwa na ile hekima, roho ya hekima, utaona Roho Mtakatifu anayekuepusha kufanya maamuzi magumu, anayekuepusha kufanya maamuzi ya haraka, anakuepusha kufanya vitu ambavyo sio sahihi. Kwa nini? Kwa sababu unahitaji yule Roho Mtakatifu wa hekima. Roho ya hekima yupo ndani mwako. Lakini jambo lingine la tatu, kumuomba Roho Mtakatifu atutie nguvu na ujasiri. Mara nyingi hutia nguvu na ujasiri. Na tunapoona hii tunaipata wapi? Unapoenda kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume, ule mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 8, utaona jinsi ambavyo Kristo Yesu aliwaambia wanafunzi wake wamngojee mpaka watakapopata zile nguvu za Roho Mtakatifu. Na unaona kabisa zile nguvu za Roho Mtakatifu zilipokuja kuwashukia, walipata nguvu mpya, wakaanza kunena kwa lugha mpya, ujasiri ukawavaa, ile roho ya uoga ikaondoka kwenye maisha yao. Anasema kwenye kitabu cha Matendo 1:8, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unapokea nguvu akiisha kukujilia yule Roho Mtakatifu. Kumbuka nilikuambia kwamba tunaenda kuomba Mungu, tunaenda kumuomba Mungu Roho Mtakatifu awe kiongozi wetu. Unamuomba Mungu Roho Mtakatifu awe kiongozi wako. Kwa hiyo tunaposema kwamba kuomba nguvu za Mungu, nguvu za Roho Mtakatifu, maana kwamba zile nguvu zikija zinatusaidia kufanya kazi nyingi, zinatusaidia kufanya mambo mengi, zinatusaidia kuamua katika vitu vingi vyenye uhakika na vyenye maadili mazuri. Ndio maana anasema kwenye Matendo 1:8, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Tutapokea nguvu, we shall receive power. Tutapokea nguvu akiisha kutujilia yule Roho Mtakatifu.
kuna mambo mengi hatuwezi, kuna mambo mengi hatujui, hatuwezi kuyafanya, bali tukiwa na nguvu za Mungu tunaweza kufanya. Tukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu tunaweza tukafanya. Tusifikirie kwamba tukiwa na nguvu ya misuli, tukiwa na nguvu ya kitu fulani tunaweza tukafanya hilo jambo, lakini yeye atatusaidia, yeye atatuwezesha, kwa sababu yeye ni Roho Mtakatifu. Na jambo lingine, ukisoma kitabu cha Yohana 14:26, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Huyo Roho Mtakatifu atatukumbusha yote, atatusaidia yote, katika yote aliyotuambia Yesu Kristo. Roho Mtakatifu ni msaidizi, atatufundisha, atatuelekeza, atatuonesha nini tutakachokifanya, nini ambacho ni cha muhimu, nini ambacho ni sahihi. Kwa nini? Kwa sababu tunamuomba yeye awe msaidizi wetu. Kwa hiyo ni jambo la msingi, ni jambo la maana kuweza kulizingatia, ili kusudi tuweze kufanya kila ambacho Mungu amekusudia kwenye maisha yetu. Kwa hiyo tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu, unahitaji maongozo ya Roho Mtakatifu ili uweze kuwini kwenye hilo eneo, ili uweze kupiga hatua kwenye hilo eneo. Unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunapomruhusu Roho Mtakatifu atuongoze, hii utuelekeza katika njia ya kweli, utupa hekima ya kufanya maamuzi sahihi, na utulinda dhidi ya mitego ya adui. Utusaidia wakati mwingine kwenda kule ambako hata wengine wameshindwa kwenda. Utuepusha na kila aina balaa la adui. Kwa hiyo tunapoomba kuongozwa na Roho Mtakatifu, tuwe na uhakika kabisa ya kwamba maisha yetu hayatakuwa ni maisha ya holela, maisha yetu hayatakuwa ni maisha ya kuishi ili mradi, maisha yetu hayatakuwa ni maisha ya kwenda kila mahali. No, tutaenda kwa sababu tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Tutaenda kwa sababu kuna maelekezo ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapoenda mbele za Mungu, hakikisha unaomba na kumwambia Mungu, ninahitaji maongozo, ninahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu kwenye kila eneo la maisha yetu. Ninahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu. Yamkini kuna vitu vingi vilikuongoza hujapiga hatua kwa sababu tu ya hisia fulani, ukashindwa kupiga hatua kwa sababu uliongozwa na hisia zako, ukafanya maamuzi fulani, ukafanya vitu fulani, ukafikiria kwamba ni jambo sahihi, kumbe uliamua kwa sababu unaongozwa na akili zako. Lakini leo ipo neema ya kwamba ukiongozwa na Roho Mtakatifu, yapo maamuzi utafanya kwa kupitia Roho Mtakatifu. Ipo hekima itakuja itakusaidia kuamua jambo kupitia Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu wanaongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kubali leo kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kubali yeye awe kiongozi wako, kubali yeye awe mwalimu wako, kubali yeye akusaidie, kubali yeye akuwezeshe, kubali yeye akutetee, kubali yeye akuinue, kubali yeye awe msemaji wako, kubali yeye awe nuru yako, awe msaada wako, awe sehemu ya maisha yako. In Jesus name, Father, here we pray, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninasogea kwako Bwana wangu na Mungu wangu. Asante kwa neema yako, asante kwa nuru yako, asante kwa msaada wako Bwana, ambayo Bwana Yesu umeachilia ndani yangu siku ya leo. Jehova Nisi, katika jina la Yesu Kristo, asante Yesu kwa neema yako, asante kwa nuru yako, asante kwa nguvu zako Bwana, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana, umesema naongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Nasi Bwana tunasogea mbele zako, wewe uliye mtakatifu, tena uliye mwema, wewe uliye msaada, tena uliye nuru, na wala hapana mwingine kama wewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Ninasogea mbele zako, ninasogea mbele ya kiti chako cha enzi, wewe uliye jemedari wetu, tena uliye msaada wetu, uliye kiongozi wetu, tena uliye nuru yetu. Ninasogea mbele zako Bwana katika saa hii na wakati kama huo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaomba toba na rehema, ninaomba unisamehe Bwana kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu wangu Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Achilia rehema zako Bwana. Wakati mwingine Bwana katika maisha yetu
tulimpuuza Roho Mtakatifu. Tuliona kabisa Roho Mtakatifu hawezi kutusaidia chochote, hawezi kutuongoza kwenye eneo lolote, hawezi kutufanyia maamuzi, hawezi kutusaidia, hawezi kutujibu, hawezi kutuhabarisha. Sisi tulipuuza Bwana katika jina la Yesu, na tulivyopuuza mambo yetu yalishindwa kwenda. Leo umetukumbusha ya kwamba tuombe Roho Mtakatifu awe nguzo yetu, awe kiongozi wetu, awe msaada wetu, awe njia yetu. Tuombe Roho Mtakatifu awe kiongozi wetu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, ninasogea mbele zako, ninasogea mbele ya kiti chako cha enzi. Ninaomba msaada wako Bwana kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu uwe kiongozi wetu, Roho Mtakatifu uwe kiongozi wetu, Roho Mtakatifu uturehemu kwa damu ya Yesu Kristo. Tusamehe Bwana, tusamehe Yesu. Damu yako ipite ndani yetu, itutakase, itusafishe, ituondolee mabaya kila namna, ituondolee kila ina tabia ambayo tulianzisha, ambayo tuliendeleza, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu tunaomba rehema zako zipite ndani yetu, zipite kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana wa majeshi, achilia nuru yako, achilia msaada wako kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, achilia rehema zako, achilia masamaha yako. Tunaomba utakaso utokao kwako Bwana katika jina la Yesu. Tumepuuza mengi, tumeacha kuyafanya mengi, kwa jina la Yesu ninaomba toba na rehema. Tuliacha maagizo ya Roho Mtakatifu, tuliacha kufanya sawa na Roho Mtakatifu anavyohitaji, anavyotuongoza, tukafanya kwa akili zetu. Ndio maana tuoni matokeo, ndio maana tuoni majibu, ndio maana tuoni kutendewa, kwa sababu Bwana ya yale namna ambavyo tunayafanya kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana rehema zako, ninaomba masamaha yako, ninaomba masamaha yako katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana wetu Yesu Kristo, achilia rehema zako, achilia rehema zako, achilia rehema zako, achilia rehema zako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Msamehe yule kijana, msamehe yule baba, msamehe yule mama, msamehe yule binti, maana Bwana wa majeshi waliacha maongozo ya Roho Mtakatifu, wakafuata maongozo yao, Leo ninakuja mbele zako Baba yangu, ninakuja mbele zako Bwana katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, ninaomba utusaidie, ninaomba unisaidie katika jina la Yesu. Ninasogea kwako, ninahitaji kuongozwa nawe, ninahitaji kuongozwa nawe, ninahitaji kuongozwa nawe, ninahitaji kuongozwa nawe katika mambo yangu, katika majukumu yangu, katika kila jambo nilitendalo. Ninahitaji kuongozwa nawe katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninahitaji kuongozwa nawe, ninahitaji kuongozwa nawe kama neno lako linavyosema kwenye kitabu cha Warumi ule mlango wa 4 mstari wa 14, kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Naomba kuongozwa nawe, maana nikiongozwa nawe na kuwa mwana wako, nikiongozwa nawe naishi katika tabia za kwako Bwana, maana umesema wanakuwa wana wa Mungu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana, 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 nahitaji kuongozwa nawe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, ongoza maisha yangu, ongoza maisha yangu, ongoza mwenendo wangu, ongoza tabia yangu, ongoza akili yangu, ongoza fikra zangu. Roho Mtakatifu, ongoza chochote changu, ongoza chochote changu. Roho Mtakatifu, kama neno linavyosema, kwa kuwa wanaongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Ongoza vyote, karibu uongoze
vyote, karibu uongoze vyote, karibu uongoze vyote, maana ukiingia ndani yangu utaniongoza namna ya kusema, namna ya kujibu, namna ya kutamka, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Nahitaji kuongozwa nawe, nahitaji kuongozwa nawe Roho Mtakatifu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Wewe ukiwa ndani yangu utaniongoza katika kweli, utaniongoza katika kweli, utaniongoza katika kweli yote. Nisiwe katika maisha ya udanganyifu, bali nitakuwa katika yale maisha ya kuishi kweli, katika jina la Yesu, kama neno linavyosema kwenye kitabu cha Yohana ule mlango wa 16 mstari wa 13, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza watie kwenye kweli yote. Ninaomba unitie kwenye kweli yote, Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, wewe ukiniongoza, ukija ndani yangu na kuniongoza, wewe ambaye ni Roho wa kweli, utanitia kwenye kweli yote, utanitia kwenye kweli yote, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ili kusudi ni atambue mapenzi yako ndani ya maisha yangu na kuepukana na roho za ila na roho za udanganyifu, kwa damu ya Yesu. Maana wewe Roho wa kweli utaniongoza katika njia sahihi ya kufuata, hata pale ambapo hatujui, sijui nifanyaje au tufanyaje, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Tusaidie Bwana, niongoze Roho wa kweli, niongoze Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu, ili Bwana niweze kuyashuhudia yaliyo sahihi, niweze kuyashuhudia yaliyo sahihi, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana tusaidie, 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 kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninasogea mbele zako, ongoza Bwana, ongoza fikra zetu kupitia Roho wa kweli, kupitia Roho wa kweli ambaye atatuongoza katika kweli yote, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu ukiwa ndani yetu, ukiwa ndani yetu, ukiwa ndani yetu, tunakuwa na ujasiri, tunakuwa na ujasiri, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tuwa Mungu, omba Mungu akutie nguvu kupitia Roho wake. Huyo Roho wa kweli akija ndani yako, unapata nguvu mpya, unapata nguvu mpya, kama wakina Petro walivyokaa wakasubiria, wakaomba, walivyokaa wakasubiria yule Roho Mtakatifu alivyoshuka ndani yao, alivyoshuka ndani yao, aliwatia nguvu, aliwatia ujasiri, aliwatia nguvu, kwa jina la Yesu. Neno la Bwana linasema kwenye Matendo ya Mitume 1:8, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu huyo Roho Mtakatifu. Kuna nguvu unapokea, kuna nguvu unapokea, nguvu ya kushinda kila aina tabia, nguvu ya kushinda kila aina mwenendo, nguvu ya kushinda kila aina mwongozo wa kipepo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu ya kushinda kila aina hasara, nguvu ya kushinda kila aina magonjwa, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, shuka ndani yangu, 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 right now, right now, right now, right now, right now. Saa hii shuka ndani yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shuka ndani yangu Roho Mtakatifu, shuka ndani yangu Roho Mtakatifu, shuka ndani yangu, shuka ndani yangu. Ninakuhitaji, ninakutaka wewe Roho wa Bwana, ninakutaka wewe Roho wa Bwana, shuka ndani yangu, uniongoze, unisaidie, unitetee, in the name of Jesus. Shuka ndani yangu, shuka ndani yangu Roho Mtakatifu, 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 shuka ndani yangu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Shuka ndani yangu Roho Mtakatifu, unitie nguvu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Nijaze Roho wa Bwana, nijaze Roho wa Bwana, nijaze Roho wa Bwana, wajaze hizo nguvu zako, jaze yule baba, jaze huyo mama, jaze huyo binti, jaze huyo kijana wa kiume, wajaze nguvu zako, wajaze nguvu zako, nguvu zako, nguvu zako ndani yao, nguvu zako Roho Mtakatifu, nguvu zako Roho Mtakatifu, nguvu zako Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za Roho Mtakatifu zishuke saa hii, zishuke saa hii, zishuke saa hii,
zishuke sahi ndani ya maisha yetu, ndani ya maisha yetu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho Mtakatifu ukiwa ndani yangu, ukiwa ndani yetu, wewe una tabia kutukumbusha, una tabia kutufundisha na kutukumbusha neno lako. Bwana wa majeshi, Roho Mtakatifu ukiwa ndani yetu, unatukumbusha tena unatusaidia katika mengi, katika jina la Yesu. Lakini huyu msaidizi, huyu Roho Mtakatifu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia katika jina la Yesu. Bwana, ninahitaji Roho Mtakatifu anikumbushe yote, aniambie yote katika yote ulioniambia, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, achilia neema na msaada wako kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Utatufundisha katika kweli yote, utatufundisha kweli ya Kristo kwenye maisha yetu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, ninakuomba ndani yetu, ninakuomba ndani yetu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninahitaji tukuone wewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, wewe uliye mwema, uliye mwaminifu, uliye mwema na mwaminifu, hakuna mwingine kama wewe Bwana. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho Mtakatifu, ninaomba utuongoze vema, utuongoze vema katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Maana umesema kwenye kitabu cha Misali 32:8, Bwana ukasema, nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoendea, tena nitakushauri jicho langu likutazama, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, hakuna mwingine kama wewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Baba, tuongoze sasa na mapenzi yako, tusaidie Bwana Yesu, tusaidie Mwokozi wetu, tusaidie katika mengi, tusaidie Bwana, maana tunahitaji neema yako, tunahitaji nuru yako, tunahitaji msaada wako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana, achilia neema yako, achilia maongozo yako, achilia maongozo yako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, tunakuomba utufundishe, tufundishe kwenye ile kweli kama neno lako linavyosema kwenye Zaburi 32:8. Kasema ya kwamba nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoendea, tena nitakushauri jicho langu likikutazama. Roho Mtakatifu ukiwa ndani yetu, utatushauri juu ya kazi zetu, utatushauri kwa habari ya huduma uliyoweka ndani yetu, utatushauri kwa habari ya kila ambacho ukiweka ndani yetu, ili tuweze kufanya kwa ubora, ili tuweze kutenda kwa ubora. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu, uwe mwalimu wetu, uwe mwalimu wetu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, wewe ukiwa ndani yetu, wewe ukiwa ndani yetu, unatusaidia mengi, unatusaidia mengi pale tunaposhindwa, pale tunaposhindwa kuomba, wewe unatusaidia. Pale tunaposhindwa kuomba, wewe unatusaidia, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, ninakuomba ndani yetu, ninakuomba ndani yangu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Karibu Roho Mtakatifu, tusaidie, tusaidie, tusaidie Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ukatuambia kwamba kwenye kitabu cha Warumi 8:26 ya kwamba Roho Mtakatifu utusaidia, utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo. Siwezi kuomba ipasavyo Bwana, lakini kupitia Roho Mtakatifu nitaweza kuomba ipasavyo. Kupitia Roho Mtakatifu nitaweza kuomba ipasavyo. Bwana, ni kweli kabisa siwezi kuomba kwa usahihi, lakini kupitia Roho wa Bwana nitaweza kuomba kwa usahihi. Kupitia Roho wa Bwana nitaweza kuomba kwa usahihi, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu kiongozi wangu, Roho Mtakatifu kiongozi wangu, ukiwa ndani yangu nitaweza kuomba kwa usahihi, nitaweza kuomba kwa usahihi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la
la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu ukiwa ndani yangu, nitaweza kuomba kwa usahihi, nitaweza kuomba kwa usahihi, nitaweza kuomba kwa usahihi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nitaomba kwa habari ya maisha yangu kwa usahihi, nitaomba kwa habari ya kazi ya mikono yangu kwa usahihi katika jina la Yesu. Mtu wa Mungu, omba Roho Mtakatifu aongoze maisha yako, omba Roho Mtakatifu aongoze kazi yako, omba Roho Mtakatifu aongoze ofisi yako, omba Roho Mtakatifu aongoze kazi ya mikono yako, omba Roho Mtakatifu aongoze huduma aliyoweka ndani yako, aongoze chochote chako, aongoze watoto wako, aongoze ndoa yako, aongoze familia yako, aongoze mahusiano yako, in the mighty name of Jesus. Omba hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu, omba Roho Mtakatifu akuongoze, omba akuongoze, omba akusaidie katika mengi unayohitaji akusaidie, maana pasipo yeye hauwezi ukafanya jambo lolote. Unahitaji nguvu zake, unahitaji maongozo yake, unahitaji hekima yake, unahitaji ushauri wake, unahitaji akusaidie katika udhaifu wa kuomba kwako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu niongoze katika yote, nisaidie katika yote, niongoze Roho wa Bwana, niongoze Roho wa Bwana, niongoze Roho wa Bwana, niongoze Roho wa Bwana katika jina la Yesu. Roho wa Bwana, Roho wa Bwana maisha yangu, ongoza wewe. Roho wa Bwana hatua zangu, ongoza wewe. Roho wa Bwana mawazo yangu, ongoza wewe. Roho wa Bwana ongoza vyote vyangu, ongoza vyote vyangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, ongoza maisha yetu, ongoza maisha yetu, ongoza maisha yetu. Karibu ongoze maisha yetu, karibu ongoze maisha yetu, maana ukiongoza maisha yetu, kesho yetu itakuwa bora, maisha yetu yatakuwa mazuri kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu ukiwa kiongozi wetu, magonjwa hayawezi kutushinda, hasara haiwezi kutushinda, tabia zote haziwezi kutushinda, tabia yoyote ile ya kipepo haiwezi shinda maisha yetu, wewe ukiwa ndani yetu na kutuongoza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu uliye nguvu zetu, uliye nguvu yetu, uliye msaada wetu, karibu Bwana, fanyika msaada, fanyika msaada kwenye ile biashara, kwenye ile biashara, fanyika msaada kwenye maisha ya kijana yule, fanyika msaada kwenye ile ofisi, fanyika msaada juu ya maisha yetu katika jina la Yesu, kwenye huduma fanyika msaada katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, tusaidie, tusaidie, tusaidie Roho wa Bwana, tusaidie Roho wa Bwana, tusaidie Roho wa Bwana, tusaidie Roho wa Bwana, tusaidie, tusaidie Roho wa Bwana katika jina la Yesu. Roho wa Bwana tusaidie, Roho wa Bwana tusaidie, Roho wa Bwana tusaidie, Roho wa Bwana tusaidie katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, kiongozi wangu, Roho Mtakatifu, mshauri wangu, Roho Mtakatifu, kiongozi wangu, niongoze, 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 niongoze Roho wa Bwana, nisifanye maamuzi ambayo sio sahihi, nisifanye maamuzi ambayo sio sahihi katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Niongoze Bwana kuyaendea mema yangu, niongoze Bwana kuyaendea yaliyo ya kwangu, kuyaendea yaliyo ya kwangu kwa jina la Yesu. Niongoze Roho wa Bwana kuyaona yaliyo makuu, niongoze Roho wa Bwana kuyaona yaliyo makuu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Roho wa Bwana, Roho wa Bwana tuongoze, tuongoze Roho wa Bwana katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Roho wa Bwana ongoza maisha yetu, ongoza maisha yetu, ongoza maisha ya utumishi wetu, ongoza maisha ya familia zetu, ongoza maisha ya kanisa kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ongoza maisha ya watumishi wako kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, Roho wa Bwana ukiwa ndani yetu, hakuna mapepo, hakuna uchawi watakaweza kutushinda kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.
ninakukabilisha Roho Mtakatifu. Ongoza siku yangu ya leo, siku yangu ya leo ikaongozwe na wewe, ikaongozwe na wewe. Maisha yangu siku zote yakaongozwe na wewe, yakaongozwe na wewe. Chochote kile cha kwangu siku zote ziongozwe na wewe, siku zote za maisha yangu ziongozwe na wewe, ziongozwe na wewe, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ongoza vyote Roho wa Bwana, ongoza vyote Roho wa Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ongoza vyote, ongoza vyote, simamia vyote, simamia vyote, simamia vyote Roho wa Bwana, 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 simamia vyote Roho Mtakatifu, simamia vyote Mungu wangu na Baba yangu, simamia vyote katika jina la Yesu. Yasimamia yote Roho wa Bwana katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Kwa kuwa wanaongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Roho Mtakatifu, ongoza vyote vya kwangu, simamia vyote vya kwangu. Wewe ukisimamia, tunaona ushindi. Wewe ukisimamia, tunaona kushinda. Wewe ukisimamia, tunaona kuinuka. Wewe ukisimamia, tunaona kufanikiwa. Wewe ukisimamia, tunaona mpenyo. Wewe ukisimamia, tunaona baraka. Wewe ukisimamia, tunaona kushinda na zaidi ya kushinda. In the mighty name of Jesus. Reketeria basheketeriaka. Tuongoze Roho Mtakatifu, tuongoze Roho Mtakatifu, tuongoze Roho wa Bwana. Ongoza siku yangu, ongoza masaa yangu, ongoza dakika zangu, ongoza sekunde zangu, ongoza miaka yangu hapa duniani katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, ili nisiende nje ya mauti. Ongoza vyote Bwana, ongoza vyote Mwokozi wangu, ongoza vyote Mwokozi wangu katika jina la Yesu. Ili Bwana, kama kuna njia iletayo majuto, iletayo maumivu, nipate kuepuka, nipate kuepuka, nipate kushinda kila aina ya tabia, kila aina ya roho yote ile adui. Niongoze Bwana, ili Bwana wa majeshi niepukane. Kama kuna njia iletayo mauti, niepukane nayo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo. Niongoze Roho wa Bwana, tuongoze Roho wa Bwana in the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Thank you Jesus, thank you my Father of the heaven. Asante Bwana kwa sababu utawaongoza watoto wako, utawasaidia watoto wako, utawaongoza katika yote, utawasaidia katika yote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana kwa sababu ya wema wako. Asante kwa sababu siku yetu ya leo itaongozwa na wewe, na siku zote za maisha yetu yataongozwa na wewe, ni katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa wewe ni mwema na ni mwaminifu, na wala hapana mwingine kama wewe Bwana. Asante kwa sababu utatuinua na kutubariki na kuendelea kutuongoza katika njia zote, ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Baba, pokea sifa, utukufu, heshima na zamani zako. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mimi ni mtumishi wa Mungu Petro Lesson Joseph. Bwana wa mbingu na nchi awe pamoja nawe. Maisha yako yakaongozwe na yakasimamiwe na Roho Mtakatifu. Amen.